Zungumza hapo kuhusu bodi ya ligi kuwa chombo huru. Unajua hichi kitu watu lazima wakifahamu. Hakuna shirikisho lolote la mpira duniani ambalo limejitenga na bodi ya ligi. Yaani kwa asilimia zote 100 kwamba wamewaachia nyie mtakuwa mna authority zenu wenyewe. Tuchukulie mfano wa ligi ambayo tunaita ni ligi bora, English Premier League. Ile ligi FA ya Uingereza imejitenga mbali kabisa na ligi, lakini kuna maamuzi ambayo hayafanyiki bila wao kuwepo pale. Tena maamuzi makubwa, kwa mfano chaguzi ambazo zinakuwa zinafanyika mbalimbali, wanakuwa wako pale, tena wanakuwa ni sole controllers. Mikataba mikubwa ambayo wanahitaji kuingia hasa inayohusiana na ligi zao na mashindano yao mengine, wao wanakuwa wako pale. Kwa hiyo bodi ya ligi haiwezi kusimama kama chombo huru pasina kuweza kupata interference kutoka katika shirikisho. Inawezekana tu ikawa huku kwetu ni maamuzi mengi sana ambayo yanafanyika katika kwa bodi ya ligi yanashurutishwa kutoka katika TFF. Kwa wenzetu ikawa ni tofauti kidogo, kwamba kuna baadhi ya maeneo wanawaachia nyinyi kueni huru, kuna maeneo kadhaa tu tutawaingilia, lakini kusimama nyinyi kama nyinyi ni ngumu, kwa sababu kuna eneo ambalo lazima bado mtawategemea shirikisho. Hilo ni eneo la kwanza. Kwa hiyo pia watu wanapaswa kufahamu kwamba si tu bodi ya ligi iwe chombo huru, kuna baadhi ya maeneo ambayo hamwezi mkasimama, lazima shirikisho lije pale nyuma. Hicho cha kwanza. Cha pili, yani njia ndefu ambayo tulikuwa tunaizunguka wiki toka mchezo umeahirishwa tarehe 8. Tumepita njia ndefu, lakini leo tumepata jibu simple ambalo ni shortcut. Siku ya kwanza nilivokaa hapa nilisema, by the way sipendagi sana kuzungumza issue za football politics, lakini nilisema sababu iliyofanya mchezo wa dabi kuahirishwa ni kwa sababu Simba alikataa kucheza. Simple, nilisema hichi kitu hapa. Hakuna, yani hata uje na sababu kama ambazo zinazungumzwa kwamba zipo, kwamba sio masuala ya rushwa, sio masuala ya kiusalama. Hakuna sababu ambayo inajitosheleza kujustify kwamba huu mchezo umeahirishwa pasina kwamba na hiyo na brain. Hiyo ndo sababu pekee ambayo imefanya Young Africans sasa hivi wataki kucheza. Laiti kama kwenye ile barua ambayo Simba waliandika wangetoa tu malalamiko yao, kila kitu kilichotokea, wasingeweka ile paragraph ya kwamba hatutocheza. Sasa hivi Yanga wangetangaziwa tarehe ya mchezo na wangecheza. Issue ile kuwepo pale ni kwamba wanajua sababu ya mchezo kuahirishwa ni hawa Simba kwamba hatuchezi, kutangaza kwamba hawachezi. Simple. Kwa hiyo kwangu ninachokiona ifike mwisho, ifike sehemu inabidi tujue pia njia ambayo tunaielekea, ili tuwe tunauhalisia. Tusiwe tukao tunakaa hapa tunazungumza kwamba tunategemea sijui Simba Yanga zituletee kombe la Afrika hapa kwa miaka miwili inayokuja. Huo ni uongo. Hichi kitu tutabidi tukitegemea hata kwa miaka mingi inayokuja. Nipe nafasi brain. Nipe nafasi. Hichi kitu itabidi tukitegemee kwa miaka mingi sana inayokuja. Ujue brain, kuna vitu vidogo sana ambavyo ukishindwa sio kutufelisha, ukishindwa kuvizingatia, basi njia yako ya mafanikio itakuwa ngumu sana brain. Naelewa influence ya hizi timu kwenye nchi yetu, na hicho kitu nakielewa. Ndio maana kiongozi ambaye atasimama pale juu akawa na mamlaka ya kusimamia kanuni jinsi ambavyo zinataka pale ambapo inakuja hizi kanuni zinawagusa hawa wawili, basi inawezekana hayo maamuzi ambayo atayafanya yakagarantia hata cheo chake ambacho au ugali wake ambao anautafuta kwenye nafasi ambayo yupo. Hicho inaweza kagarantia hicho. Na ndio maana watu wengi inapokuja swala la hivi wanabidi wapindishe, kwa sababu kila mtu anatamani kuendelea kukaa katika nafasi ambayo yupo. Kwangu katika kitu ambacho nilikuwa nakisubiri sana na example nimeipata kwa muda mfupi sana, ni skendo ya Ahli. Kwangu nilikuwa nasubiri sana kama Ahli atakata point, na niliamini kwamba Ahli akati point. Niliamini hicho kwa sababu Ahli ukihitaji timu ambayo ina influence si kwa mpira tu wa Egypt. Ile issue ya kufanyia maamuzi Ahli zamani kamisha, ndio ninachokuambia ni kwangu ninachosubiri Misri baada ya international break ndio watu watarudije. Ndio hilo tu. Kwa sababu Ahli uje Ahli paka Ahli hajakubali hadi saa hizi na aliandika barua of course. Kwa sababu Ahli paka walikuwa wanatingisha wachezaji wao wasiende timu ya taifa. Wamewavua kwa sababu timu ya taifa ilitakiwa wasili Jumapili, wameenda Jumatatu. Yani hichi kitu kwao kilikuwa ni kigumu, lakini angalia jinsi ambavyo wamesimama. Mimi uwezi ukaniambia eti timu kubwa kama Ahli inaweza ikafanywa maamuzi kama haya, alafu linapokuja swala sijui la Yanga, linapokuja swala la Simba kwamba hawa watu ni wakubwa zaidi ya kile. Basi ifike sehemu tuamini kwamba hizi ni klabu za mpira, kwa sababu tu ya taswira zinacheza mpira, lakini zina mantiki nyingine au zina influence nyingine kwenye nchi yetu, si tu kwa sababu ni klabu za mpira. Ukiniambia hivyo, sitakaa hapa nikajadili kuhusu kanuni, sitakaa kujadili kitu kingine. Lakini kama hizi ni timu ambazo zimeanzishwa kwa dhumuni
la kuishi katika misingi ya mpira. Mimi huwezi ukanijia na sababu kwamba tutumie busara, sio kwa sababu hawa hivi. No, hizo mpira. Tunazungumza kuhusu professionalism. Tunaifikia lini? Lakini Hamisa Brain pamoja na Eben. Mimi naomba kitu kimoja. Mnadhani Simba angekuwa kwenye mashindano ya CAF kakutana hili jambo Misri, angecheza na Al Masry, angecheza game? Maana hizi changamoto kama kwenye hii michuano ya CAF zipo sana. AS Vita alicheza na Simba pale, kitu gani kilimtokea? Kwenda uwanjani AS Vita alikata mchezo. Ndio tunarudi kwenye utamaduni. Huyu Yanga Nigeria ilikuwa dhidi ya Rivers, walipiga mpaka ngumi, lakini game ilipigwa, walicheza. Haji Manara anasema hatuchezi, hiyo hatuchezi, unamwambia nani? Lakini mechi walifanya nini? Unaandika ripoti yako ulichokutana nacho, mechi commissioner asiuona, shughuli nyingine zitaendelea. Shughuli nyingine zitaendelea, jambo liko. Kwa hiyo kuna kipindi fulani hivi Simba ndio kucheza Kongo, nakumbuka Julio kwa sima benchi la ufundi walipigwa kule wazi. Lakini mechi walifanya nini? Walicheza. Yanga juzi tu hapa ameenda kule. Siko nasema kwamba amenyanyaswa sana. Kongo juzi Yanga kaenda wamepigwa, sijui amenyang'anywa vitu gani, sijui. Si mambo ya usalama. Mambo ya usalama. Lakini wamefanya hivyo vitu hapa kwa tabia hizotaja Mguto. Hawa tumewalea na sisi waandishi Brain kwenye eneo la Gusa Hamisa. Mimi kuhusiana na Simba na Yanga huku kimataifa, naamini wanaweza wakafanikiwa, sio kwa sababu ya msukumo wa hii ligi yetu au viongozi wanaendesha ligi yetu. Waishaona kwanza wanaamudu timu nyingi. Kwanza hapa wanaamudu. Ndio maana nasemaje kwamba Simba na Yanga TFF wenyewe sifa wanazozipata za kimataifa ni kwa sababu ya Simba na Yanga. Simba na Yanga haina investment ambao wanaifanya. Maono ya Health, maono ya Mohamed Dewji yako mbali mno ukilinganisha na kile ambacho kinapatikana hapa nyumbani. Na ndio maana kuna tetesi kwamba wachezaji wa kigeni wanaweza kufika 15. Si ndio? Kwa sababu ubora, uhitaji unahitajika mkubwa. Hii demand sio ya Azam, sio ya Coastal, sio ya nani, sio demand ya ligi kuu. Hii ni demand ya hao wenye njaa ya Afrika. Leo Hersi Saidi kule aliko, si ndio? Kwenye level ya Afrika kuwa rais wa chama cha vilabu barani Afrika ni kwa sababu ya performance ya Young Africans. Unabakiji kule, lazima uhakikishe hii Yanga yako. Kwa hiyo kofia ile huipati tu kwa bahati mbaya. Sasa wewe leo mwenyekiti wa Coastal utapata wapi nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Kasufuri? Kuna mtu ananiuliza Simba na Yanga ni na maono ya viongozi wao yako mbali, inawezekana ukilinganisha hata na viongozi hao wengine wa chini ambao tunawao. Wabovu bado top 2 wanamaliza ubingwa. Na Brain hapo, unajua Brain sababu hao viongozi wa Simba na Yanga tunaosema wahovyo. Hawa huyu Simba na robo finali ngapi? Anazo zaidi ya ziko almost 6, si ndio? Anazo 6. Huyu Yanga ambaye hapa nyumbani tunasema tumemlea vibaya, ana finali ya shirikisho, ana robo finali ya klabu bingwa, si ndio? Kwa hiyo ukitazama hawa watu wana behave hovyo hapa kwenye utamaduni kwa sababu wanajua wanatuweza. Lakini wengine wanakwenda. Kwanza huko wanakwenda wakitakiwa kusajili, wanasajili on time. Utaona wamemaliza usajili wao CAF mapema. Lakini njoo hapa utasikia Kagoma kafanya hivi. Kagoma mara TFF imetubania kusajili, mara sijui vitu gani. Kwa hiyo ni tabia ambazo tumewalea wenyewe na inawezekana wakatangulia kufanikiwa kule CAF kabla hata tabia hizi za ovyo kwa sababu kule wana discipline. Okay, anyway, kuna mtu anauliza swali hapa, anasema yeye anajiuliza, hivi ikitokea kwamba tarehe ikapangwa, halafu Yanga nao katengeneza zengwe lile hii sinema. Wasitokee uwanjani. Sababu ikaonekana kwamba ni ya kawaida tu. Je, bodi ya ligi itakuwa na nguvu yoyote ya kuamua kikanuni? Au wataendelea kuamua kwa busara? Jibu hapana. Yaani kama majibu tarehe mpya ya game. Lakini turudi pia kwenye hoja hii. Tarehe mpya ya mechi haitatangazwa. Mimi kwa experience yangu ya Simba na Yanga. Yaani hao watakaa mezani. Jambo watalimaliza ndo tarehe itatangazwa. Hakuna tarehe ambayo bodi wataileta waje nayo kichwa bila kuwahusisha. Yaani tarehe mpya lazima itakuwa ina makubaliano. Kwa hiyo kwenye hoja aliyozungumzia Mzee Mguto kwamba wanajaribu kulimaliza hili ndani kwa ndani. Maana kuna sehemu anazungumzia kwamba Yanga kwenda kasi. Wakiona imeshindikana wao kwa wao kupata maridhiano, watawashirikisha mamlaka za nchi waingilie hapa. Manake saa hizi kinachoendelea ni kutunishiana misuli. Yaani kinachoendelea saa hizi mimi kwa picha yangu. Sorry. Yanga wamejibiwa ambacho waliomba, waliuliza kwamba jamani tuna alama zetu 3. Kwa nini mchezo uelishwa? Alama 3 watu wapi? Kwa sababu taratibu za mchezo zikamilika. Kwenye eneo la kwa nini mchezo uliahirishwa, usalama,
sijui rushwa, sijui nini. Ukirudi kwa barua ya Yanga kwenda kasi, wametaja kina Chemaloni, sijui nani yule kamera. Saizi sisi tunachosubiri ni bodi ije ituambie zile sababu ambazo yani Mguto ameshatupa majibu, lakini tusubiri zile sababu zao sasa za kwamba usalama na nini. Wakitoa yale majibu, nadhani zile grounds ndizo ambazo Yanga wanaweza wakazibeba. Kwa bwana, kwa sababu hizi na nafikiri watakiwa waanze kamati ya rufaa. Kamati ya rufaa wapinge maamuzi ya hapa. Kamati za TFF. Kama nitakuwa niko sawa. Waanzie rufaa. Rufaa ikishindikana ndo unalibeba, unaenda nalo. Kwa hiyo saizi manake ni batili kinachofanyika na Yanga kasi. Hapana, si batili. Sababu jambo la kisheria inawezekana kuna loophole ambao wao wameiona. Kwamba tukifinyia hapa kelele zitatoka. Na ukumbuke ujue bado kwangu hili jambo kwa jinsi ambavyo nalitazama kwenye mitazamo miwili. Kuna muda naliona ni jambo ambalo inawezekana tunatingishwa, na kuna muda naliona kama ikiwa ni jambo ambalo ni positive. Bado naiona nafasi ya ambao wanaona wana haki ya kwenda kushtaki. Kwa sababu kumbuka ile timu ina wanasheria. Na kitakachokufanya ukasikilizwa au maamuzi ya upande wako ni kwamba wanasheria wako watakuwa na hoja kiasi gani ya kusimamia hicho ambacho unakiamini. Kumbuka Brain, hichi kitu Yanga hawezi kukurupuka tu kama ni kesi, kama ni kweli kesi wamepeleka. Hawezi kukurupuka tu wakafika pale wakasema bodi wameahirisha mchezo kwa na sababu. Lazima watakuwa wamekusanya details nyingi sana za kuweza kuishibisha hiyo hoja yao ambayo wamekwenda nayo, ambayo ni hoja simple ya mchezo kuahirishwa. Kwa hiyo lazima watakuwa na details nyingi, yani watakuwa na maeneo mengi sana ambayo yatakuwa yanaishibisha hiyo hoja yao. Ndio maana kwangu nikasema Brain, siku ile nilizungumza hapa hili jambo, ikiwa viongozi wa Young Africans wanavyojaribu kulishupalia hawapo serious, basi kuna namna ambavyo wanaweza kupoteza imani kwa mashabiki zao. Mimi huwa naingia kwenye page yao ambapo wakiposti taarifa nilizonazo wazee kule Zanzibar wamekaa shinikizo lao lile kama kilichotokea Dodoma jana. Mimi huwa Brain naangalia nasoma comments za mashabiki jinsi ambavyo wanazungumza na hata mitaani jinsi ambavyo wanajiamini. Mimi leo nimepita sehemu nimesimamishwa, nikaambiwa wamesimama mashabiki wa Simba na wa Yanga. Ananiuliza mchezo wa mashabiki wa Simba na mimi mchezo utachezwa. Yanga anasema mchezo hauchezwi, na ole wa viongozi wetu kwa sababu si tayari mmetuaminisha. At least kama mnajijua mko hamna guts za kusimamia hichi kitu, it's better mkae kimya kwa sababu kuna eneo hivi. Sasa hizi engineer Hersi hakubali mechi ichezwe. Watamtoa yani President Hersi baada ya maridhiano, sababu tumeambiwa jambo likifika hili mamlaka busara itumike na hekima. Na serikali hii jambo likienda serikali itaitwa. Haya, kama ile tu ya Feitoto ile, kama Feitoto jamani, mechi inabidi ichezwe, inatangazwa, Yanga kakubali. Nani ana guts? Hao watu wanaongea, lakini kama unajijua kucheza na Hersi hautizami issue ya atupishe kwamba engineer Hersi atupishe. Hatuna imani naye. Tuchukulie tu mfano mazingira yalivyo saizi. Hii Yanga hii Hersi saizi akitoka mfano tumefika kwenye level mechi inatakiwa ichezwe, akakaa kwenye ile meza yenye nembo kubwa ya Yanga nyuma. Ndio maana nakwambia Kasuga, kuna mazingira ambayo ukishajijua eneo unajua nikwambia Brain, kuna uhalisia, kuna uhalisia, sikia Brain kidogo. Kuna uhalisia na kuna unavyotaka wewe iwe. Inawezekana viongozi wako wanataka wao iwe jinsi ambavyo wao wanataka, lakini wanafahamu uhalisia wa eneo ambalo wapo. Tena mfano mzuri ni kwamba wao wenyewe wana example issue ya Faisal. It's better wangekaa kimya kuliko ili jambo ambavyo unalikuza alafu at the end of the day, hata kama najua nafahamu ujue mimi katika vitu ambavyo si muumini wa hivi vitu, labda niweke wazi Brain, mimi si muumini wa kufuga hivi vitu kwamba tuishi huku kwa sababu hawa hivi, kwa sababu kama sisi alishawahi kusema President Karia hapa kwamba nyinyi waandishi ndio mna nafasi yaweza kuharibu au kuweza kufanya nini kujenga. Kwa hiyo mimi siwezi nikakaa hapa najua kabisa jambo fulani alipo hivi na kwenye